Barnaba wa wito wako ni nani? Bwana asifiwe sana. Ni nani? Hilo ni swali inabidi ulijibu kabla hatujaendelea. Unanichelewesha mtumishi wa Bwana, ila lijibu kimoyomoyo. Naona hujalijibu bado. Ni nani Barnaba wako? Leo kuna watumishi wasio na baba. Wapo. Wewe umetokea wapi? Nimetokea from nowhere. Kama sio ya Big Bang ya geography imetolewa saizi, sijui ameipeleka kidato cha ngapi. Inaitwa Big Bang theory. Inasema dunia ilitokea kusikojulikana. Hata kwenye Genesis tunaisoma. Si ni kweli? Genesis ndio inajibu maswali ya theory zote za upotofu duniani kuhusu uumbaji. Sasa leo kuna watu hawana baba ila ni wameitwa. Hawana anayewaongoza katika ule wito, anayewashauri kwenye ule wito, hayupo. Wao ndo washauri, wao ndo baba mwenyewe, mtu wa maelekezo. Hayuko anayeweza kumsikiliza mwingine yeyote. Bwana asifiwe sana. Ni jambo la muhimu sana kulijua na la kulizingatia, na ni swali la kujiuliza, hivi mimi Barnaba wangu kwenye huu wito ni nani? Bwana asifiwe sana. Ambaye anaweza akanipa maelekezo afu sipati shida. Yaani sipati shida, natulia, anasema nipe tu maelekezo haya. Na sina shaka juu yake ikiwa najua haya maelekezo yanatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nakaa tu chini yani kwa kurelax. Bwana pale inabidi ufanye hivi, ndio. Sawa. Haina shida. Ikiwa na maswali nauliza, kuna kuwaje hapa? Nitakuwa na majibu pia ya kujibiwa. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Matendo 4:36. Huyu Barnaba kwa jina jingine alikuwa anaitwa nani? Yusufu. Ila Barnaba maana yake mwana wa faraja. Ndiye aliyeachilia faraja kwa mitume. Lakini huyu ndiye aliyemchukua Paulo baada tu ya kuokoka, wengine wamemkataa wote. Ndiye aliyemfanyia mentorship, uongozi wa kiroho, kumwandaa kwa huduma. Wengine wakiwa wanasema huyu ni muuaji, yeye akamchukua, njoo, akaanza kumfundisha Paulo. Ukisoma 4:6 Matendo hiyo utaona huyu anaitwa mwana wa nini? Wa faraja. Lakini tukienda Matendo 9:27 Bwana asifiwe sana. Matendo 9:7. Hapa tutaanza kusoma ili tuelewe vizuri. Matendo. Nimesema Matendo ngapi? 27. Umekosea wewe kusikiliza. 9:27 inasema hivi: lakini Barnaba akamtwaa akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Huyu Barnaba ndo aliyemchukua nani? Paulo. Paulo akiwa hajui nini maana ya wito. Paulo ambaye tunamuona tu ni nguzo ya kanisa la kwanza, ila bado hatujaelewa vizuri ni nani aliyempeleka mpaka kawa vile. Jibu leo tunalipata, alikuweko kuna mtu anaitwa Barnaba aliyemwandaa kwa ule wito. Bwana asifiwe sana. Na ndio swali linakuja, wewe Barnaba wako ni nani? 11:25 mpaka 26 Matendo ya Mitume. Tuko hapo kwenye Matendo ya Mitume, watumishi wa Bwana. Kwa nikitaja bila kutaja kitabu 11:25 na 26.
Hata alipokwisha, tuanzie 25. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Huyu ni Barnaba. Akaenda kumtafuta nani? Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Bwana asifiwe sana. Hapa Barnaba ameenda kumtafuta nani? Akaanza kumfundisha wito ni kitu gani na kumwandaa kwa wito. Ni kweli hatuoni umaarufu wa Barnaba sana. Bwana asifiwe sana. Hatuoni umaarufu wake sana, ila tunachoona yeye alimwandaa mtu ambaye ndo icon mpaka leo tunasema haleluya Bwana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Akamwita akakaa naye chini kumwelekeza. Sasa swali linakuja, sisi Barnaba wetu ni nani? Jijibu sasa, jijibu mwenyewe ndani kwa ndani. Wewe Barnaba wako ni nani? Na hakuna asiye na Barnaba kwenye nini? Umepata majibu? Wangapi wamepata majibu? Wawili tu. Wangapi bado? Niendelea kujiuliza mchungaji. Barnaba wako ni nani? Hilo ni swali la muhimu la kujiuliza. Tusome Matendo 13 mstari wa 7. Tuone, tunaendelea kuona point. Barnaba wako ni nani? 13 mstari wa 7. Alafu nitaruka nitaenda 43. Mstari wa 7 anasema hivi: mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akawataka kulisikia neno la Mungu. Sasa hapa anajaribu tu kuonyesha namna Paulo alivyoambatana na nani? Na nani? Tunaelewana? Alivyokuwa ameambatana na Barnaba. Twende 43 tuone tena. Tutaona kuna kitu kizuri hapa. Anasema hivi: sinagogi ilipofumkana, Wayahudi na waongofu wataua wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kudumu katika neema ya Mungu. Yaani Barnaba anatembea na nani? Napo kwenye huduma akimfundisha. Walikuja wakatawanyika baadaye. Mwingine akaenda na Sila, mwingine akaenda na nani? Akaenda na Yohana Marko kwa jina jingine anaitwa nani? Bwana asifiwe sana. Lakini alikuwa ameshapata muda wa kuandaliwa na nani? Na Barnaba. Na Barnaba wala hakupata shida baada ya kumwandaa huyu mtumishi wa Mungu. Lakini mara ya kwanza alikuwa akimtoka mkononi anaenda kumtafuta, anakaa naye. Bwana asifiwe sana. Matendo 15:36 mpaka 40. Tuko kwenye kitabu cha Matendo. Baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana kwa hali gani. Barnaba akaazimu kumchukua Yohana aliyeitwa nani? Marko pamoja nao. Ukiendelea kusoma utaona mpaka huku chini. Bwana asifiwe sana. Wakiwa bado wamefanyeje? Wameshikamana.
Sehemu nyingine sasa utajisomea Wakolosai 4:10, Timotheo wa pili 4:11. Jamani, Bwana asifiwe sana. Swali, Barnaba wako ni nani? Nani unaweza ukamsikiliza kwenye huo wito? Ikiwa Mungu anatumia watu, ni nani unaweza ukamsikiliza kwenye huo wito ulioitwa? Hakuna mtu asiye na Barnaba. Bwana asifiwe sana. Mchungaji wako ana Barnaba, na anakaa chini kabisa, chini anasikiliza, anavua na viatu, anakaa ule mkao wanaokaga watu fulani wanapokula, anasikiliza kabisa, tena kwa unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana kujua nani Barnaba wako, nani unaweza ukamsikiliza katika huyu. Anaweza akatumiwa na Mungu hata kwa mambo yako. Anaweza akaubeba mzigo wako. Anaweza akawa na nafasi ya kukukosoa na kukwambia hapa hamna kwa sawa. Nani? Au wewe ndo mwenyewe top manyota mwenyewe? Bwana asifiwe sana. Au wewe ndo unajikosoa mwenyewe, unajirekebisha mwenyewe? Nani ni Barnaba kwenye huo wito uliona? Ni swala muhimu kujiuliza, kwa sababu ni majira ambayo si tu kwa faida ya kanisa, lakini pia ni kwa faida ya wewe mwenyewe.